Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Huku kukiwa na biashara thabiti ya kimataifa, bandari ya Tianjin, bandari kubwa zaidi ya eneo la kaskazini mwa China, inaboresha shughuli na kukumbatia uvumbuzi ili kuongeza ufanisi na kupanua uunganisho wa kimataifa. Njia mpya ya baharini kutoka bandari ya Tianjin hadi Mashariki ya Kati ilianza kufanya kazi hivi karibuni. Jing Hao, mkurugenzi wa utumiaji katika kituo cha kimataifa cha Ruoro cha bandari, ana jukumu la kufuatilia maendeleo ya upakiaji kunapokuwa na kazi mpya ya usafirishaji. Kutokana na kuchochewa na mpango wa ukanda moja njia moja na hatua za kuimarisha maendeleo jumuishi ya eneo la Beijing, Tianjin, Hebei, idadi ya njia za bandari ya Tianjin na kiasi cha mauzo ya nje zimeongezeka. Kulingana na Jing, sasa bandari ya Tianjin inaunganishwa na zaidi ya bandari 500 katika nchi na maeneo zaidi ya 180 duniani kote. Wakati huo huo, kituo cha kisasa cha bandari kimekuwa kikifanya kazi ili kuboresha ufanisi wa utendaji wake kupitia utafiti wa kisayansi, uboreshaji wa program kwenye gati linalotumia akili bandia ulizingatiwa kuwa kipaumbele. Feng Miao, meneja wa operesheni katika kampuni ya kituo cha pili cha kontena cha bandari ya Tianjin, alieleza kuwa wamebaini kupungua kwa ufanisi wa vifaa vyao vya kunyanyua. Mita 2 za ziada kwa umbali husafiri kwa kama sekunde 0.2 kwa wakati. Kwa meli kubwa ya kontena inayohitaji kupakia takriban kontena 10,000, nusu saa ya ziada inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa ufanisi wa uendeshaji. Bwana Feng na wenzake wanatatua haraka changamoto yoyote kwa sekunde 0.2 kwa kuboresha mahesabu na mtiririko wa kazi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.